Mambo vipi Tanzania, mambo vipi Zanzibar? Mimi ni Samgosi kutokea katika platform ya vijana wa Djong Alkasos Mamba, na leo hii nipo na mwenyekiti na makamu mwenyekiti, lakini pia na influencer kupitia platform ya vijana wa Djong Alkasos Mamba. Mwenyekiti, una kipi cha kusema juu ya ziara zenu za leo? Kikweli ni furaha kuona nchi yetu inazidi kujengwa, na leo tumeona tokea asubuhi, leo tumeamka tulikuwa tuna mwaliko pale Baraza la Uwakilishi, nikiwa mimi na makamu mwenyekiti wa platform ya vijana wa Djong, dada yangu Sasha. Lakini kiupekee vijana wa Djong tumeanza ziara wakati sisi viongozi tuko kule Baraza la Uwakilishi. Leo ilikuwa ni upitishwaji wa bajeti ya Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji. Hivyo platform ya vijana wa Djong tumepata nafasi viongozi ya kwenda kusikiliza na kuona upitishwaji wa bajeti hile. Lakini msemaji wa platform ya vijana wa Djong, Khamis Mohamed Mkombe aka Pato Benz Chuma, leo tulikuwa pia na ziara ya kutembelea miradi ya maendeleo ambayo inayotekelezwa na Daktari Hussein Ali Mwinyi. Na hapa tupo katika eneo la airport. Nisizungumze mengi kwa sababu makamu mwenyekiti amejionea na ananiambia leo Djong naomba nizungumze mimi, kwa sababu hivi vitu nilikuwa nikiviona kwenye TV, hivi vitu nilikuwa nikiviona katika sinema zile za nchini Uingereza, Marekani, lakini leo Dr. Hussein Ali Mwinyi amekuja kutuheshimisha Wazanzibari. Ni hivyo. Asante sana ndugu makamu mwenyekiti kupitia platform ya vijana wa Djong Alkasos Mamba. Habari? Njema kabisa. Umependeza mno. Asante sana. Una kipi cha kusema juu ya matembezi yenu ya kuweza kukagua miradi hii ya maendeleo? Kwanza kabisa, ziara hizi ambazo zinaendelea ni tumezianzisha sisi wenyewe vijana wa Djong tukiongozwa na mwenyekiti wetu na uongozi mzima mpaka kwa wajumbe wa platform hii ya vijana wa Djong. Lakini si hivyo tu, mapenzi yetu na ule ushahidi ambao tumekuja kuuona katika miradi hii mbalimbali ikiwemo kama miradi ya barabara, mradi wa flyover, pamoja na sasa hivi vituo vya mabasi ambao unaanza Mnazi Mmoja mpaka hii njia ya airport. Vituo takriban 60. Yani hayasemeki jamani. Nisije nikaanguka hapa. Lakini mimi sitaki kuzungumza mengi sana. Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ametutendea mengi sana Wazanzibari. Sisi vijana wa Djong Alkasos Mamba, kila siku huu ndo msimamo wetu. Alipo Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi, vijana wa Djong tupo nyuma yake. Anatufanyia makubwa sana. Hata asiyeona anaweza kupapasa akaona. Kama hii ni barabara, hichi ni kituo cha mabasi ambavyo vimewekwa katika njia hii, na mambo mengine mengi anatufanyia Wazanzibari. Dr. Hussein Mwinyi, vijana hatuna cha kukulipa. Tunakushukuru, Mwenyezi Mungu akujalie umri mrefu, akupe afya uweze kuyakamilisha majukumu haya na ahadi zetu ambazo umetuahidi. Lakini sisi pia kama vijana tunashukuru kwa zile fursa mbalimbali ambazo zimetokea kwa vijana. Miradi tofauti ya kuhakikisha kwamba vijana anatuinua na tunazidi kusonga mbele. Anatufikiria sana vijana wake. Hatuna cha kukulipa, lakini tunakuahidi tutakuwa wazalendo wa kweli na ambao tunaipenda nchi hii, na tunakupenda sana Dr. Hussein Mwinyi. Mwenyezi Mungu akulinde. Dr. Hussein Mwinyi, kazi iendelee. Asante sana. Huyo ni Sasha ambaye ni makamu mwenyekiti wa platform ya vijana wa Djong Alkasos Mamba, lakini tupo naye pia Pato Benz Chuma. Bwana, mambo vipi? Mambo poa, alhamdulillah, tunashukuru. Tungependa ujitambulishe kwa jina lako halisi. Khamis Mkombe ndo jina langu, Mr. Challenge ndo jina la mchezo. Umeweza kufanya ziara kutembelea miradi ya maendeleo kule Fumba na tumeweza kuona. Je, una kipi cha kuweza kusema na kuwajulisha Watanzania juu ya yale ambayo umeweza kujionea dhidi ya miradi hii? Mimi ninachotaka kuongea kwamba kuna vitu vingi ambavyo wanaaminishwa Tanzania na baadhi ya watu wajinga katika mitandao ya kijamii, vitu ambavyo havipo. Umeelewa? Kuna watu wanatia dosari taifa letu, kuna watu wanatia dosari viongozi wetu. Kwa hiyo sisi vijana wa Djong tunaamua kufanya ziara kila sehemu kwenye mradi ambao unatekelezwa na rais wetu kwa ajili ya kuwaonesha, kwa ajili ya kuionyesha jamii nini marais wetu wanafanya. Sisi ni vijana wazalendo, tunaipenda maendeleo ya taifa letu. Kwa hiyo tupo bega kwa bega na viongozi wetu na tumeapa hivyo kwa ajili hiyo, na tupo kwa ajili ya kuonesha mema na mazuri yote wanayofanya viongozi wetu. Na tukielekea upande mwingine hapa tupo naye moja kati ya kiongozi, tutatamani tuweza kusikia ana wito gani kwa jamii dhidi ya maendeleo haya. Wito wangu natamani kuona hata sisi wananchi wenyewe tuwe viongozi kwa wananchi wenzetu, kwa sababu Mheshimiwa Rais Juskati liona alizungumza kwa hisia sana kuhusu hii miundombinu aliyotengeneza. Kuna mtu anakuja anaweka mchanga, anaweka sijui kokoto, sio vizuri. Alizungumza kwa hisia sana kwamba inamuuma. Kwa hata ikitokea mimi mwenyewe kuna mtu kufanya hivyo,
Nikiongani nimkemee asifanye hivi. Hii miundombinu imetumia pesa nyingi sana. Basi ni hivyo tu. Yaani tuwe walinzi kwa wenzetu. Kimona mtu amekosea, tunatakiwa tumwelekeze kuhusu hivi vitu. Tuendelee kuvitunza, basi ni hicho tu. Ewe mwananchi mwenzangu, hakikisha unakuwa ni namba moja kuweza kuhakikisha unalinda maendeleo ya nchi yetu. Sisi hatuna maneno mengi, mkasi utaongea. Mama Samia na Dr. Mwinyi, kazi endelee. Usisahau kufuatilia Dijong Online TV, usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare.